Ujerumani na Ufaransa zimeamua kuanzisha baraza la pamoja la usalama katika kuona ni namna wanavyoweza kujilinda dhidi ya Urusi na mataifa ambayo wameona kuwa ni hasimu kwao, lakini pia wanavyoitazama Marekani ya sasa ya Rais Donald Trump. Ufaransa pamoja na Ujerumani zimekubaliana kuunda baraza la pamoja la ulinzi la usalama. Tangazo kuhusu uamuzi huo limetolewa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa ziara ya kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa kansela huyo wa Ujerumani tangu alipoingia madarakani Jumanne ya Mei 6 mwaka 2025. Nchi hizo mbili zimefanya makubaliano hayo ya kuunda baraza la usalama litakalokutana mara kwa mara kama sehemu ya juhudi za kuongeza uwekezaji katika ulinzi, hasa katika eneo la Ulaya. Hata hivyo, licha ya kwamba kuna NATO, lakini Umoja wa Ulaya uliafiki kuwa na jeshi lake, na wameamua kwamba lazima wawe na jeshi la pamoja la Umoja wa Ulaya ambalo litakuwa na ulinzi wa kutosha katika Ulaya. Na hivyo Ujerumani na Ufaransa zimeamua kuanzisha baraza la pamoja la usalama kwa ajili tu ya kuhakikisha wengine wafuate baadaye. Makubaliano hayo yamefikiwa huku Ulaya ikifanya juhudi za kuimarisha ulinzi wakati wa vita vya Ukraine inayokabiliana na Urusi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefafanua zaidi kuhusu makubaliano hayo na kusema, tutaharakisha programu zetu za Ujerumani na Ufaransa na kuimarisha uwezo wetu. Mbali na mizinga, ndege za kivita na makombora ya masafa marefu, tutaanzisha baraza la usalama litakalotoa majibu ya kiutendaji kwa changamoto zetu za kimkakati. Zaidi, Macron ameeleza kuwa nchi hizo mbili zinataka kufanya kazi pamoja katika mambo zinayoyapa kipaumbele yakiwemo uhuru, ulinzi na ushindani, huku wakisisitiza kuwa jukumu kubwa kabisa la Ufaransa na Ujerumani ni kudumisha ulinzi barani Ulaya. Hata hivyo, wamesema kwamba kutakuwa na ushirikiano wa kuelekezwa pia katika masuala ya uchumi na fedha. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake na Ufaransa zitaongeza pia ushirikiano kati ya maeneo mengine kadhaa. Merz ameelezea kuwa, ninataka kuweka wazi kuwa serikali zetu zinachukua majukumu ya pamoja yakiwemo katika kazi ambayo tayari inafanya kwenye wizara tofauti. Tutaongeza juhudi katika maeneo yote kama vile katika sera ya uchumi, kwenye sera ya usalama, ulinzi na fedha ili kujiimarisha. Amesema hayo akiwa sambamba na Rais Macron na kuongeza kuwa nchi zote wanachama Umoja wa Ulaya zinapaswa kuongeza bajeti zao za kiulinzi ili kuziba mwanya katika uwezo wa jumuiya hiyo na kuendelea kuunga mkono Ukraine. Baada ya kukutana na Macron, Merz anaelekea nchini Poland, anakutana na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Donald Tusk. Ameanzisha siku yake ya kwanza kazini kwa kufanya ziara katika mataifa hayo mawili, wakati Ulaya ikifanya jitihada za kuongeza uwezo wake wa kujilinda, kukiwa pia na mashaka kuhusu dhamira ya Marekani kwa usalama wa Ulaya. Hata hivyo, amesisitiza kwamba makubaliano yoyote ya amani ya Ukraine yanahitaji Marekani ishirikishwe. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.